tumeanza hii programu tunasema sasa hivi ni awali kabisa. Na hii mwanzo tumechagua siku hii ni kwa sababu hii ni siku ya mazingira duniani. Tarehe 5 mwezi wa 6 tunaadhimisha siku kuu ya mazingira duniani. Na kwa sababu hiyo tumeona ni muhimu sana tuanze programu hii kwa siku ya leo. Na programu hii itaendelea, inahusisha takribani maeneo 5 ambayo yako pembezoni mwa mto Tigite. Nafikiri kuna program kama hizi ziliwahi kufanyika kwenye mto Mara. Sasa hii ni programu mahsusi kwa ajili ya mto Tigite. Na dhumuni hasa ni kwamba ndani ya mwaka huu mmoja tuweze kuhakikisha kwamba tunakamilisha sasa hiyo program. Kwa hiyo takriban miti 50,000 itakuwa imepandwa. Kitu ambacho ni cha msingi kabisa ni kwamba tunahimiza especially tunaita ni ule umoja wa watu wanaohusika na vyanzo vya maji ya asili, vyanzo vya asili vya maji kwenye vijiji takribani 13 especially kwa upande wa huu mto Tigite, kuhakikisha kwamba basi wanaweza kutunza miti hii. Na miti yenyewe jinsi ambavyo inapandwa ni kwamba kuna miti ambayo inapandwa kwenye kingo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inazuia mmomonyoko wa ardhi kwenye kingo za mto. Alafu jinsi ambavyo inaenda kwa takribani mita 60, basi tutakuwa tukipanda hadi miti ambayo ni ambao, ambayo pia itatumika kunufaisha hivi vijiji kwenye shughuli za kiuchumi pia. Naitwa Charles Rioba, ni mwenyekiti wa kijiji cha Matongo. Zoezi hili nimelipokea kwa niaba ya watu wa kijiji cha Matongo. Nimelipokea kwa mikono miwili kwa sababu ni jambo ambalo litatusaidia sana kutunza mto, lakini pia inaweza ikawa ni shule watu wengine kujifunza. Ni watu wengi wana maeneo karibu na mto, lakini wana uharibu kwa namna moja au nyingine. Lakini tukipanda kwa namna hii ni shule ambayo watu watajifunza. Lakini pia kwa maelezo ya awali ni kwamba baada ya hii miti, baada ya mita 10 kuna miti itapandwa ambayo tunaweza kuitumia kama kijiji kwa ajili ya mbao. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Kwa hiyo mimi kipekee sana na ushukuru mgodi, lakini pia na wadau wote ambao wamehusika. Vijiji ni vingi lakini wakaona walete Matongo. Mimi nawashukuru sana. Kwa jina naitwa Mwita Seri, ni mwenyekiti wa jumuiya ya watu wa Tigite chini. Kwa hiyo mimi kazi yangu kuu ni kuwasaidia bodi ya maji bonde la Victoria kuhakikisha kwamba tunatunza vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla. Kwa zoezi hili kwanza nimelipokea kwa mikono miwili kama mwenyekiti wa jumuiya ya watu wa maji, nikiamini kwamba sasa kazi inaenda kufanyika hiyo kuwa imekusudiwa. Kwa maana kwamba hatuwezi kuishi na vyanzo ambavyo vimekwisha haribika, havina mti wote umeshakatwa. Kwa hiyo maana kwa vyote vile sasa tunaenda kuweka miti wote wa asili kurudishia. Kwa hiyo nimefurahika sana na naona ni faraja iliyo kubwa sana kwenye jumuiya kwa ujumla. Mimi naomba tu wito wangu mmoja tu kwamba wananchi wajue kwamba kutunza mazingira ni jambo la muhimu sana, kwa sababu utafanya kwanza hata maji yetu kwa ujumla yatakuwa ni salama, kutokana na kwamba tutakuwa tumezuia mmomonyoko wa udongo na vitu vingine vinavyosababisha labda kuleta mafuriko yasiyo kwa ya maana wakati fulani. Kwa hiyo nadhani kwamba tuendelee kutunza mazingira ili na sisi mazingira tutunze. Majina yangu mimi naitwa Sara Lucas Isaya. Kwa mradi huu wa bonde la mto Tigite, sisi tunawashukuru viongozi na wadau waliokuwepo walioanzisha huu mradi wa kupanda miti kando kando ya vyanzo vya maji. Mimi nafikiri ni utunzaji mzuri wa mazingira, kwa sababu wanasema kwamba ukitunza mazingira unakuwa umetunza mali asili zako ambazo ziko ndani ya maeneo. Kwa sisi tunawashukuru walioanzisha mradi huu, na pia tunaomba hawa wa eneo hili la mto Tigite waendelee kutunza vyanzo hivi, na pia watunze mradi huu wa kutunza miti, kwa sababu waangalia hata jamii inayozunguka kwenye hili bonde na huu mto Tigite wasikate hii miti ovyo. Maana wanapokuwa watakapoitunza miti hii vizuri,
wanaashiria kwamba maeneo yenye miti ndio hata mvua nyingi zinapenda kunyesha kufuatana na upepo. Kwa mimi nitakachowashauri tu, tunawashukuru na tunaomba tutunze tu hii miti iendelee kutuvutia, na pia hata sisi wa mama tunajua kwamba changamoto ya maji inapotokea sisi ndio tunaopata shida. Kwa hiyo tukitunza vizuri tutakuwa tumeondokana na hizo changamoto za maji. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi sana ya kuongea, viongozi wameshaongea. Tunachoshauriana tu ni kutunza mazingira yetu yawe mazuri na tutunze miti, vyanzo vya maji visipotee.